Namsalimu katika jina la Yesu. Amen. Basi ni asubuhi njema. Mungu wa mbinguni ametuwezesha kufika hapa kwa ajili ya kuja kumwabudu na kumsifu. Bwana asifiwe. Amen. Basi tuamini kwa ajili ya neno. Baba, tunasema ni asante leo kwa ajili ya nafasi ambayo umetupa. Tunaenda kusikia neno lako, naomba Bwana pamoja nasi kwanza mpaka mwisho. Sawa sawa na mapenzi yako. Ni kwa Yesu Kristo wa mbinguni na Bwana kwa mimi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naenda kuanza mwaka ndio unaanza. Sasa kila mmoja ana mpango ambao ameupanga kulingana na kile mwaka utakapoanza. Bwana asifiwe na kila utaishi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Lakini kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza sababisha matarajio yako yasitimie. Bwana asifiwe. Lakini ziko njia ambazo zinaweza kukufanya wewe kufanikiwa katika mwaka huu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaenda kuongea kuhusu dhambi. Bwana asifiwe. Tunaenda kuongea kuhusu dhambi. Dhambi ni kusanyiko la mambo maovu ambayo ni chukizo mbele ya Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na wote ambao wanatenda dhambi ama haya mambo haya, tunaona matokeo yake kwamba si mazuri mbeleni. Bwana asifiwe. Tunaona shida zinatokezea na mambo tofauti ambayo hayapendezi Mungu, na hata yule ambaye anatenda pia hampendezi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuweze kuangalia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 18 kuanzia hapo mwanzo. Tuone vile dhambi inaweza kuleta shida katika maisha ya wanadamu. Wafalme wa kwanza 18 kuanzia hapo mwanzo. Bila ambayo tunapata naweza kusoma. Wafalme wa kwanza 18 kuanzia mwanzo. Wafalme wa kwanza 18 kuanzia mwanzo. Mstari wa kwanza. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Mstari wa pili. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Mstari wa 3. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Wafalme wa pili mstari wa 18, mlango wa 18 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, ikawa katika mwaka wa 3 wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala, akatawala miaka 29 katika Yerusalemu, na jina la mama yake aliitwa Abia binti Zekaria. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, mfano wa yote aliyoyafanya Daudi baba yake. Alipoondoa mahali pa juu, akazibomoa nguzo, akaikata hiyo Ashera, akaivunja vipande ile nyoka ya shaba aliyoifanya Musa, maana hata siku zile wana wa Israeli walikuwa wakifukizia uvumba, naye akaita jina lake Neoshtani. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema tutaongea kuhusu dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Kile kitabu kinapatikana katika Wafalme na inasema kuhusu hali ilivyokuwa katika wakati wa King Ahab katika nchi ya Israeli. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema katika kitabu hicho kwamba wana wa Israeli pamoja na ufalme wao walikuwa wamegeuka, wanatenda maovu nchi ya nchi, kiasi cha kwamba Mungu hakupendezewa na tabia zao. Bwana asifiwe. Na wakati huo maandiko yanasema walikuwa wanaishi vizuri kabla dhambi haijakithiri katika nchi yao. Lakini wakati ilipofika kilele,
tunamwona ilimkasirisha Mungu kiwango cha kwamba hata nabii wa Bwana Elia pia ilimkasirisha. Ikabidi mtumishi wa Bwana aende mbele za Mungu kumlilia angalau watu wabadilike kwa njia ya kutubu. Bwana asifiwe. Alipoenda mbele za Bwana, Elia akaitisha ukame katika ile nchi na kukawa na njaa. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba maisha ilibadilika baada ya kuwa mvua imekatika. Bwana asifiwe. Njaa ilipatikana katika nchi ile, magonjwa yakapatikana. Hii yote ililetwa na nini? Kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wameacha mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Na tunaona kwamba ukiendelea kusoma, tunaona kwamba katikati ya wale waovu, kama kuna mwaminifu katika lile kundi, Mungu hata mwache ateseke mahali pale, bali atamtoa katikati yao amweke mahali tofauti na wale ambao wanateseka. Bwana asifiwe. Tunamwona ya kwamba njaa ilipokuwa imezidi mahali pale, Mungu hakumwacha Elia mtumishi wake aliye mwaminifu ateseke ile njaa, bali alimwangalia mahali pazuri akamweka ili ale na kushiba, hali wengine wanateseka kwa sababu ya dhambi zao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dhambi inaleta mauti, inaleta shida katika maisha yetu, na kama tutaendelea kutenda dhambi katika maisha yetu, basi jambo la kwanza kutakuwa hakuna uhusiano baina ya mtendaji na Mungu. Bwana asifiwe. Maana Mungu wetu hapendi mtu mwenye kutenda dhambi. Mungu anapenda mtu ambaye anamwamini yeye na kutenda yaliyo mema mbele zake, ile zile baraka alizoziahidi ziweze kushuka juu ya mtu yule. Bwana asifiwe. Tutabarikiwa ndugu, ikiwa njia zetu hazitaenda sawa sawa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hatutabarikiwa kama tutakuwa rafiki wa dhambi. Bwana asifiwe. Hatutabarikiwa kama hatutaacha matendo yetu maovu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema katika kitabu cha Hagai 1 kwamba tutapanda mengi lakini tutavuna haba. Bwana asifiwe. Tutaweka pesa zetu kwa mifuko iliyotoboka. Hii ni kwa sababu gani? Mungu ana uwezo wa kuhifadhi mema. Mungu ana uwezo wa kuhifadhi pesa zetu. Ana uwezo wa kuhifadhi tulivyopanda tupate vingi. Lakini kwa sababu ya makosa yetu, Mungu anapeperusha. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya dhambi ambazo tunazitenda, Mungu anapeperusha zile baraka. Kwa hivyo ili tupate baraka kutoka kwa Bwana, lazima tutafakari njia zetu. Hagai anasema ya kwamba tafakarini njia zenu ili muweze kupata mafanikio kutoka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Yaani tujirudie ile makosa ambayo tuliyafanya mwaka uliopita, tuache nayo kabisa. Tuanze huu mwaka tukiwa wako mbele za Bwana. Tuanze huu mwaka tukiwa waaminifu mbele za Mungu. Tuache dhambi na tuchukie dhambi, na dhambi iwe haipiki katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kuna mifano katika Biblia ambayo dhambi imeleta shida katika waliotenda dhambi. Bwana asifiwe. Mfano tukimwangalia Adam na Eve. Hawa ni watu ambao walikuwa wamtengenezewa shamba na Mungu, mahali pa kila kitu. Walikuwa wanakula vizuri, wanaishi vizuri. Kile chote watakachotaka katika shamba lile, maana alikuwa anawapatia. Bwana asifiwe. Lakini mbona mambo ilikuja kubadilika? Kwa sababu walisikia sauti ya shetani. Bwana asifiwe. Walitii sauti ya shetani na sauti ya shetani hapo mbele za Mungu na wakatenda dhambi. Bwana asifiwe. Na matokeo ya dhambi ni kwamba kila mmoja alipatiwa mzigo wake. Bwana asifiwe. Wewe unaitwa baba, unaambiwa utakula kupitia kwenye tulaka. Ndio maana sasa watu wanang'ang'ana. Sasa huyu mtu ametoka anaenda kuoea, anang'ang'ana kwa sababu ni makosa yaliyotendwa hapo mwanzo. Bwana asifiwe. Naye mama akapatiwa mzigo wake, akaambiwa kupitia atajifungua kwa hali ya uchungu, na hiyo jambo linatokea. Haya yote yanafanyika kwa sababu dhambi iliingilia kati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuishi tukimwamini Mwenyezi Mungu na tumtumanie yeye kama mwokozi wa maisha yetu, na tuweke imani zake mbele yake kwa uaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Maana chenga nyingi hazitasaidia, bali zitazidi kutenga sisi pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tubadilike, tuchukie dhambi. Mwaka huu unapoanza, tuanze tukiwa fresh ndani ya nyoyo zetu, na Mungu wetu aishie milele. Mungu ana baraka nyingi na anatuwazia mema. Ni sisi wenyewe tu tufungue mioyo yetu, tuangalie
na tufuate zile amri Mungu anasema. Utakapotenda hili utabarikiwa. Maanake tunaambiwa mara nyingi utabarikiwa, lakini je, kabla ubarikiwe umefuata vile utaratibu wa kubarikiwa na Mungu? Bwana asifiwe. Maana Mungu ana utaratibu wake wa kubariki. Lakini ukiambiwa utabarikiwa, ndio utabarikiwa, yaani unafurahikia, lakini hufuate ile utaratibu wa Mungu, utakutana na baraka za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumwamini Mungu jinsi mambo yanavyoanza, tuchukie dhambi, tutende mambo mema yanayompendeza Mungu, ili mwaka huu ikifika Desemba tuwe na sababu kusema hakika Mungu, nimekutana na Mungu mwaka huu. Kwa sababu gani? Matendo yako yalikuwa kumfurahisha Mungu. Na yakimfurahisha Mungu, Mungu ataachilia baraka juu yako na utaona mambo yanaendelea tu bila tatizo yote. Lakini tukijifanya shingo ngumu, basi tutang'ang'ana. Ile mipango tutapanga kuanzia Desemba, Januari kwa Desemba, ukifanya hesabu, yani unakuta jibu ni zero. Kuna kitu umeweka. Bwana asifiwe. Kuna kitu umepanda. Kwa hivyo kwa ufanisi wetu tuwe waaminifu mbele za Bwana, tutende mema ya kupendeza Mungu. Maana unapendeza mwanadamu atachoka na atageuka. Lakini unapopendeza Mungu, Mungu hatachoka wala hatageuka, bali atazidi kuwa karibu nawe, unakuwa karibu nawe na pamoja nawe. Kwa hiyo Mungu atubariki.